Karibu katika MCL Matukio leo Julai 5 mwaka 2017. Jina langu ni Alex Maranga. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameagiza kuundwa mara moja kwa mkoa wa kipolisi wa Kibiti utakaojumuisha maeneo ya wilaya ya Mkuranga, Rufiji na Kibiti ambayo yamekumbwa na mauaji ya viongozi. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo katika hotuba yake kuahirisha bunge la bajeti. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Peter Edson ametuandalia taarifa ifuatayo. Akitoa hoja ya kuahirisha bunge, Waziri Mkuu Majaliwa amezungumzia hali ya usalama iliyopo wilayani humo na hatua zilizochukuliwa na serikali. Serikali inaendelea kuchukua hatua za muda mfupi na za muda mrefu ili kurejesha hali ya usalama katika maeneo hayo. Tumeongeza doria na vitendea kazi kwa askari. Vile vile tumefanya maamuzi ya kuunda kanda maalum ya kipolisi katika mkoa wa Pwani itakayojumuisha wilaya za Mkuranga, Kibiti na Rufiji, na tayari kamanda wa polisi wa kanda hiyo maalum amekwisha teuliwa. Aidha, kuhusu suala la wanafunzi kupata mimba wakiwa shuleni, Waziri Mkuu Majaliwa anasema kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kuwa watoto wetu wanapata elimu. Hivyo ni lazima tuhakikishe mtoto wa kike anapata elimu stahiki na masomo yake hayakatizwi kwa kupata ujauzito. Wakati wote tutoe karipio kwa wale ambao wanajihusisha na kuharibu mwenendo wa watoto wetu. Wahamasisheni wananchi watoe ushirikiano kwa vyombo vya dola ili wanaowapa wanafunzi ujauzito au kuwakatiza masomo au waozeshe wapate adhabu kali inayostahili kwa matendo hayo. Bunge limeahirishwa ambapo litakutana tena Septemba 5 mwaka huu. Peter Edson, MCL Matukio, Dodoma. Madiwani 19 wa chama cha wananchi CUF kutoka mkoa wa Dar es Salaam wamelaani hatua ya mkuu wa wilaya Kinondoni Ali Hapi kuliagiza jeshi la polisi kumkamata na kumweka ndani kwa saa 48 mbunge wa Kawe Halima Mdee kwa madai ya kutoa kauli zinazolenga kuleta uchochezi. Kufuatia amri hiyo, Mdee ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la wanawake la Chadema Bawacha amekamatwa tangu jana na polisi na kuwekwa ndani. Akizungumza kwa niaba ya madiwani wenzake, diwani wa Kiwalani Musa Kafana aliwaambia wanahabari kuwa amesikitishwa kufuatia hatua hiyo ya mkuu huyo wa wilaya. Kwanza tunalaani kitendo hiki cha mheshimiwa mkuu wa wilaya kutoa tamko na mamlisho ya kukamatwa kwa Halima Mdee na kushikiliwa kwake. Tunalaani kwa sababu tunaona ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu, kwa sababu kila mtu ana uhuru wa kujieleza na kutoa maoni yake. Mbunge wa Ubungo Saidi Kubenea leo amefikishwa katika mahakama ya wilaya mjini Dodoma akikabiliwa na shtaka la kumshambulia mbunge wa viti maalum Juliana Shonza. Peter Edson ametuandalia taarifa ya kina kutoka mjini Dodoma. Akisoma mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya mjini Dodoma James Karayemaha, wakili wa serikali Beatrice Nsana amesema mtuhumiwa alitenda kosa hilo Julai 3 mwaka huu katika viwanja vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, Kubenea ambaye anatetewa na mawakili watano ambao ni Jeremia Mtobesia, James Olemilia, Fredi Kalonga, Isaac Moipopo na Dickson Matata alikana kosa hilo. Hakimu Karayemaha ameeleza mahakama kuwa dhamana ya mshtakiwa iko wazi, ambapo alitakiwa kuwa na mdhamini mmoja mwenye kitambulisho na barua kutoka serikali ya mtaa. Aidha, kutokana na upelelezi wa kesi hiyo kutokamilika, kesi hiyo itatajwa tena Julai 26 mwaka huu, ambapo mtuhumiwa anatakiwa kuhudhuria kesi hiyo bila kukosa mahakamani isipokuwa kwa ugonjwa, kuuguliwa ama kufiwa. Akizungumza nje ya ukumbi wa bunge kuhusiana na sakata hilo, kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Freeman Mbowe anasema hatukupeleka wapiganaji bungeni, tumepeleka viongozi wa kutunga sheria. Kwa hiyo kitendo cha kuwashtaki wabunge wetu na spika akalishadidea hili limenisikitisha sana. Huu ni mwendelezo wa kudhalilisha wabunge wa chama cha Chadema na wabunge wa Ukawa katika ujumla wake, jambo ambalo tunasema sisi halitatetemesha katika misimamo yetu. Nao mawakili wakaeleza mteja wetu amefikishwa mahakamani akishtakiwa kwa kosa moja la shambulio la kawaida, common assault, ambalo ni kinyume cha kifungu namba 240 cha sheria ya makosa jinai sura ya 16 kama ilivyofanywa rejeo mwaka 2002. Peter Edson, MCL Matukio, Dodoma. Na katika michezo, wakili Jerome Msemwa wa Msemwa and Company Advocates ameandikia barua
Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu akieleza dhamira yake ya kujitoa kumwakilisha rais wa shirikisho la soka nchini TFF Jamali Malinzi na wenzake wawili wanaokabiliwa na mashtaka kadhaa mahakamani hapo. Hata hivyo, katika barua hiyo msemwa hakueleza kwa nini ameamua kujitoa kumwakilisha mteja wake. Katika kesi hiyo, Malinzi, katibu mkuu wa TFF Celestine Mwesigwa na mhasibu wa TFF Nsiande Mwanga wanakabiliwa na mashtaka 28 mahakamani hapo yakiwemo 5 ya utakatishaji wa fedha. Mashtaka hayo ya utakatishaji wa fedha yamesababisha Malinzi na wenzake kukosa dhamana hadi Julai 17 kesi hiyo itakaporudishwa tena mahakamani hapo. Naam, kufikia hapo tumefikia tamati ya MCL matukio kwa siku ya leo. Kwa taarifa nyingine za kina ambazo zimechambuliwa kwa uyakinifu wa hali ya juu, usikose kujipatia nakala zako za magazeti ya Mwananchi, The Citizen na Mwana Spoti, lakini pia kupata mwendelezo wa habari zetu. Usikose kutembelea mitandao yetu ya kijamii pamoja na tovuti zetu. Asanteni na jioni njema.